Yesu apewe sifa. Muda wetu sio rafiki sana, lakini kwa dakika hizi chache ambazo Mungu ametubariki tutaenda kusema yale ambayo Mungu ameyakusudia. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kipekee kabisa niwapongeze vijana ambao ni sherehe yao siku ya leo. Kuwa na maadhimisho kama haya ni uhai kwenye kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Ni uhai kwenye kanisa. Kwa hiyo haijalishi mtapita kwenye nyakati gani, mna kila sababu za kumtukuza Mungu kwa ratiba mlizonazo na kwa hali yoyote mtakayokuwa nayo wakati huo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sherehe hizi katika ulimwengu wa kiroho hazimaanishi tu kukutana, kuimba na kula. Kuna vitu vinajengeka, kuna umoja wa vijana unajengeka katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo msiache kufanya, haijalishi mazingira mtakayopita. Kuna wakati hamtakuwa hata na fedha ya kufanya hizo sherehe, mkapika vizuri mkafanya hivi, lakini muone kuna ulazima wa kukutanika kufanya sherehe hizi katika ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Tuna kichwa cha somo ambalo litatuongoza kwa dakika hizi chache, ambacho kinasema mtafute Bwana. Kama una sehemu ya kuandika, na ninyi mtakuwa ni miongoni mwa watumishi wa Mungu ambao mmepata neema ya somo hili mapema kabisa, kabla sijaenda kuachilia hichi kitabu mwezi wa 5 tarehe 13. Bwana Yesu asifiwe. Kichwa kinasema mtafute Bwana ili urejeshwe kwenye nuru ya mafanikio. Nataka niongee na kanisa la Mungu ambalo lina vijana. Kwa nini ni vijana? Kwa sababu Yohana alitukumbusha, ametuandikia vijana kwa sababu tunazo nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Mtafute Bwana, mtafute Bwana ili urejeshwe kwenye nuru ya mafanikio. Kuna mambo kadhaa hapa. Cha kwanza ni kumtafuta Bwana, lakini baada ya kumtafuta Bwana kuna neno urejesho, utarejeshwa. Lakini sio tu kurejeshwa, utakaporejeshwa utarejeshwa kwenye nuru ya mafanikio. Bwana Yesu asifiwe. Tuna mstari unaotuongoza kwenye somo hili tulilopewa. Nilipewa kitabu cha Danieli 9:22. Kichwa cha somo ambalo mlikuwa mnatembea nalo, au neno ambalo tulipewa la kutembea nalo. Kwa hiyo andika pembeni Danieli 9:22, alafu utaona ni wapi tutakapomzungumzia Danieli. Naongelea kumtafuta Bwana ili urejeshwe kwenye nuru ya mafanikio. Maana ya kwanza lazima tufahamu neno urejesho. Tunapoongelea kumtafuta Bwana ili urejeshwe, kuna neno urejesho. Kwa haraka kabisa, tunapoongelea maana ya neno urejesho ni nini? Ni kitendo au mchakato, ni kitendo au mchakato wa kurudisha kitu au mtu katika hali yake ya kwanza kwa kufanya ukarabati au kukisafisha. Narudia, ni kitendo. Urejesho ni kitendo au mchakato, lazima iwe process. Tunaposema umepotea sehemu fulani, unahitaji kurudishwa, lazima kuwe kuna mchakato. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni kitendo au mchakato wa kurudisha kitu au mtu katika hali yake ya kwanza, hali yake ya awali ambayo Mungu alikitazamia hapo. Yaani kuna sehemu ambayo tayari umeshapewa baraka baada ya wewe kuzaliwa. Kwa hiyo kuna wakati tunakuwa tumetoweka kwenye hizo nafasi, tunahitaji urejesho. Kwa hiyo tunaposema hatua za urejesho, kuna ukarabati na kusafisha. Kwa nini tunaongelea urejesho? Wanadamu tulio wengi tumeibiwa, tuko gizani, na wengine tumefungwa magerezani. Fungua na mimi kitabu cha Isaya 42. Isaya 42 kwa haraka kabisa. Kitabu kile cha Isaya, Isaya 42 mstari ule wa 22. Isaya 42 mstari ule wa 22 hata ule wa 25. Kwa nini tunaongelea urejesho? Biblia inasema maneno haya, lakini watu hawa ni watu walioibiwa na kutekwa.
Watu hawa tunawaona ni watu walioibiwa na kutekwa. Kanisa la leo tunalolitazama au vijana tunaoangalia, tunaowakusudia kusogea kwenye neema ya Mungu, ni vijana au ni wazazi tulionao, lakini wameibiwa na kutekwa. Wote wamenaswa katika mashimo, wamefichwa katika magereza, wamekuwa mawindo wala hapana aokoaye, wamekuwa mateka wala hapana asemaye rudisha. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa limeibiwa. Kama inafika wakati tunasema tunahitaji vijana waende kanisani, lakini mzazi haoni umuhimu wa kusema mtoto asogee kanisani, kwa sababu ndio njia ipasayo, kama Biblia inavyosema, tayari kuna giza kwenye familia. Kama inafika wakati baba haoni thamani ya kukupa sadaka inayofanana na thamani ya Mungu aliyekupa uzima, manake tayari kuna giza kwenye familia. Hapana asemaye rudisha. Naongelea maana ya urejesho. Kwenye kichwa cha somo kinasema mtafute Bwana ili urejeshe kwenye nuru ya mafanikio. Kuna neno nuru. Nuru ni nini? Nuru ni mwangaza wenye nguvu. Nuru ni mwangaza wenye nguvu ya kumulika na kuondoa giza au kufichua vilivyo gizani. Bwana Yesu asifiwe. Nuru, tunasema tunahitaji kurejeshwa kwenye nuru ya mafanikio. Nuru ni mwangaza wenye nguvu ya kumulika na kuondoa giza au kufichua vile vilivyofichwa gizani. Kuna maana nyingi kwenye Biblia neno nuru. Nitakupa maana hizi chache. Fungua na mimi kitabu cha Yohana 1. Yohana Mtakatifu 1. Yohana Mtakatifu 1. Yohana Mtakatifu sura ya 1 mstari wa 4. Biblia inaniambia nuru ni uzima. Kwa hiyo maana ya kwanza ya neno nuru, anasema Yohana 1 mstari wa 4, ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, nao ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Kwa hiyo mtu akirejeshwa kwenye nguvu ya Mungu, ndani yake atakuwa na uzima. Kinyume cha uzima mara nyingi ni afya kuteteleka. Kwa hiyo wakati fulani unapopita kwenye magonjwa, tegemea tu kuna sehemu umeibiwa, kuna sehemu uko gizani, unahitaji nuru ya kukurejesha kwenye uzima. Maana ya kwanza, neno nuru ni uzima. Maana ya pili, nuru inaondoa giza. Tumesoma hapo kitabu cha Isaya, giza. Giza inaweza kawa ni kazi unayotafuta kwa muda mrefu, umesoma na hujafanikiwa kupata kazi. Giza linaweza kawa ni biashara tunayofanya, haupati wateja. Giza linaweza kawa ni eneo ambalo umepewa au unaishi, lakini hakuna maongezeko unayopata. Giza linaweza kawa ni jamii unayokuzunguka au ulionayo kwenye maisha ya kila siku, inayokuvuta nyuma badala ya kwenda mbele. Giza. Yohana 1:5 Biblia inasema, nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuliweza. Kwa hiyo maana nyingine ya nuru tunayoongelea hapa, nuru yaondoa giza. Maana ya tatu, nuru ni uhai. Utasoma Mithali 16:15. Nuru ni uhai. Na maana ya mwisho, Yohana, fungua tena hiyo Yohana 8. Maana ya mwisho ya nuru ninayohitaji tuifahamu asubuhi ya leo ili tuendelee na somo letu. Yohana 8:12. Kitabu cha Yohana Mtakatifu 8:12. Biblia inasema maneno haya na ninahitaji niweke kichwani. Nuru ninayoiongelea hapa ni ya namna gani? Basi Yesu akawaambia tena akasema, basi Yesu akawaambia tena akasema, mimi nuru ya ulimwengu. Yeye anifuataye hatakwenda gizani kamwe, bali atakuwa na nuru ya uzima. Ungemshangilia Yesu kwa makofi mengi kama unanielewa. Ungemshangilia Yesu kwa makofi mengi kama unanielewa.
Kwa hiyo nuru tunayoiongelea hapa ni Yesu Kristo. Kwa tunaposema mtafute Bwana ili urejeshwe kwenye nuru ya mafanikio, maana tunahitaji mtafute Yesu. Ukiwa na Yesu, ndani ya Yesu kuna maongezeko kwenye kila eneo la kimwili na kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mtafuteni Bwana maadamu anapatikana. Sasa hili somo zima tunalohitaji kulisoma, mwongozo wake ni kitabu cha Yeremia 29:13-14. Kitabu cha Yeremia 29. Yeremia 29. Najaribu kwenda kwa haraka kidogo ili tufikie kwenye pointi ambazo Mungu amekusudia. Yeremia 29 mstari wa 13 hata ule wa 14. Tunasema Yesu ndiye nuru. Biblia inatukumbusha maneno haya Yeremia: nanyi mtanitafuta na kuniona, nanyi mtanitafuta na kuniona mtakaponitafuta kwa moyo wenu wote, nami nitaonekana kwenu, asema Bwana. Nami nitaonekana kwenu, asema Bwana. Nami nitawarudisha watu wenu waliofungwa, nami nitawakusanya ninyi nikiwatoa katika mataifa yote na katika mahali pote nilikowafukuza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yesu anatukumbusha tutakapomtafuta Yesu, tutakapokuwa naye Yesu, atatutoa kwenye maeneo tuliyoibiwa. Kuna maana bado hujanielewa. Utasema kwa nini unazungumza haya maneno magumu kwa sisi vijana au kwa sisi kanisa la leo? Sisi kama vijana mara nyingi ndio watu tunaopitia changamoto nyingi kwenye kanisa, kwa sababu ndio umri wa watu wenye nguvu ya kila kitu. Tuna nguvu ya mafikirio, tuna nguvu ya kutumika kwenye nuru, tuna nguvu ya kutumika hata na adui tunapokuwa gizani, kwa sababu tuna matamanio yaliyo mengi katika umri tulionao. Kwa usipokuwa na Yesu ndani yako, tegemea tu kuna vitu vya giza kwako utaviona ni sawa. Usipokuwa na Yesu ndani yako, kuna vitu vya kawaida kabisa kwenye maisha utaviona ni vigumu kwenye maisha yako na hautaona mpendo. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati utatamani kufanya biashara, lakini moyo wako kuna wakati utasita. Kwa nini? Kwa sababu hauoni nuru ya biashara unayotaka kufanya. Kuna wakati utasoma, utapata na vyeti, utavifungia chumbani kwa sababu haujiamini kwamba ukienda kwenye ile ofisi rabasaya utapata nafasi na utaitwa usogee kwenye nafasi usizokusudia. Bwana Yesu asifiwe. Giza kinatuponza. Nisiwe msemaji hapo sana. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kuna maana nahitaji tuzifahamu. Kuna vitu vya msingi nahitaji tuvifahamu. Tunapoongelea kumtafuta Yesu, kuna vigezo vya kuzingatia. Nahitaji nifupishe kadiri Mungu anavyotuongoza. Kuna vigezo vya kuzingatia ili umtafute Mungu. Mungu anatafutwa kwa vigezo na kanuni. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vigezo na kanuni. Kuna vitu vingi tungeweza kuongea hapa, lakini ninataka tujifunze hapa kwenye hichi kipengele. Kuna vigezo na kanuni vya kumtafuta Mungu. Kwa nini tunaongelea kanisa la vijana? Kuna vigezo na kanuni za kumtafuta Mungu ili turejeshwe kwenye nuru ya mafanikio. Kila mmoja afungue Biblia yake sasa. Mambo ya Nyakati wa Pili. Nahitaji tusome wote mahali hapa, isikuache hii point hata moja. Nyakati wa Pili. Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 26. Nyakati wa Pili 26 mstari ule wa kwanza mpaka wa 5. Hapo tu. Nyakati wa Pili 26 mstari wa kwanza hata ule wa 5. Biblia inasema maneno haya na tusome pamoja.
na watu wote wa Yuda wakamtwaa Uzia, naye alikuwa mwenye miaka 16. Sema 16. 16. Naye alikuwa mwenye miaka 16, wakamfanya awe mfalme kwa Amazia babake. Sema mfalme. Sema mfalme. Mstari wa 2, huyo akajenga Elathi, akarudisha kwa Yuda baada ya kulala mfalme pamoja na babazi. Mstari wa 3, Uzia alikuwa na umri wa miaka 16 alipoanza kutawala. Sema tena 16. Na kupa siri nyingine kwenye Biblia, ukikuta neno limeongelewa kwenye aya zaidi ya moja katika sura moja, limerudiwa zaidi ya mara moja, maana yake msisitizo. Bwana Yesu asifiwe. Tunapoanza kusoma mstari wa kwanza, tumeambiwa Uzia alikuwa na miaka 16. Ukirudi mstari wa 3 unaelezea tena Uzia tunayemsema hapa alikuwa na miaka 16. Na muongelea kijana. Uzia alikuwa na umri wa miaka 16 alipoanza kutawala. Akatawala huko Yerusalemu miaka 52. Sema 52. Na jina la mamaye aliitwa Yekolia wa Yerusalemu. Akafanya yaliyoadili machoni pa Bwana, sawasawa na yote aliyoyafanya Amazia babaye. Mstari wa 5 na wa mwisho, akajitia nia. Sema nia. Nia. Uzia akajitia nia amtafute Mungu katika siku za Zekaria, aliyekuwa na fahamu katika maono ya Mungu. Na muda alipomtafuta Bwana na Mungu alimfanikisha. Na muda alipomtafuta Bwana Mungu alimfanikisha. Na muda alipomtafuta Bwana Mungu alimfanikisha. Naongelea Uzia na muda alipomtafuta Bwana Mungu alimfanikisha. Ungemshangilia Yesu kwa makofi mengi kama unaelewa. Kwenye hii mistari mitano kuna maneno ya kitheolojia machache yako hapa. Jambo la kwanza, kigezo cha kwanza cha kumtafuta Mungu, umri. Andika umri. Uzia alikuwa na miaka 16. Kwa tafsiri ya kawaida inamaanisha Uzia alimtafuta Mungu katika hali ya umri mdogo kabisa. Kwa tafsiri nyingine tukisema hatua za awali alimtafuta Mungu. Kwa hiyo kumbe Mungu huwa anatafutwa mapema kabisa, kabla hata hatujafika hatua ya kupotea, kabla hata hatujafika hatua ya kuona sasa hapa ndio tumeshindwa. Sio kabisa. Ulikuwa una biashara yako una nyanya 5, ukashindwa kusogea mbele za Mungu kutoa fungu la 10. Unataka kusubiri siku ukinunua tenga ndio usogee mbele za Mungu mwambie Yesu asante kwa ajili ya biashara. No. Katika umri wa miaka 16 Uzia alimtafuta Mungu. Katika hali hiyo ya ujana ulionao, unapojiona ni mdogo hauwezi, ndio wakati wa kumtafuta Mungu. Katika elimu ndogo ulionao, hiyo ya diploma, ya degree, ya certificate, ndio wakati huo unatakiwa kuanza na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Katika kazi hiyo ndogo uliopewa ya kushona nguo, ndio hapo unatakiwa utukuze Mungu na hiyo kazi ya kushona nguo. Naongelea yule anayepika vitumbua. Usisubiri ufungue duka la kuuza vifaa vya nini na nini. Hapana. Hapo ulipo, hatua ya awali, unatakiwa kumtafuta Mungu. Umri ni wakati gani unamtafuta Mungu? Biblia imesisitiza katika miaka 16 Uzia alimtafuta Mungu. Kwa hiyo haijalishi mpendwa, kuna wakati watakutafsiri tofauti kabisa. Lazima wazazi tufahamu kwamba kizazi tulicho nacho cha vijana hawa tulio nao, tena especially kijana huyu ambaye tayari yuko kwenye miaka 24 kurudi hapo chini. Maanake naongelea vijana tulio nao kama leo tunawaona ndio mabwana harusi au bibi harusi. Maana yake ni kwamba shetani anawawinda kwa kila namna, hakikisha anawapoteza.
Bwana Yesu asifiwe. Umri, kigezo cha kwanza. Kigezo cha pili, nia. Nia tumesoma hapa, Uzia katika umri mdogo wa miaka 16 alitia nia akamtafuta Bwana. Naongelea uthubutu. Kwa hiyo kwenye lolote unaolipitia kama kijana, tunahitaji kufanikiwa kimwili na kiroho pia, lazima ukubali kumtafuta Mungu na utie dhamira ya ndani kumtafuta Mungu, utie nia, udhamirie ndani ya moyo wako. Mwaka fulani wakati namaliza degree yangu ya kwanza, nilitia nia kwamba nikimaliza degree ya kwanza nitaenda kusoma masters. Na masters nilikuwa nasoma ilikuwa inahitaji zaidi ya ada kama milioni 5 na point kwa mwaka. Bwana Yesu asifiwe. Nilitia nia kabla sijamaliza degree yangu ya kwanza. Nilitia nia. Kuna machache ambayo niliyapitia wakati ule. Kuna wakati niliamua na nilisabilia. Nilikuwa nafanya ibada ya kusafisha vyombo pale kanisani kila Jumamosi. Nilisema Mungu, ni wakati naendelea na hizo ratiba, lakini itakuwa ni majukumu yangu. Kila inapofika siku ya ibada ya Jumapili, basi nitakuwa wa kwanza kuwa napika, nafungua vyombo, na visafisha vyombo, na vifuta, naandaa kwa ajili ya watu kuja kutumika. Nilitia nia. Lakini leo kuna vijana tuko nao hapa, inafika wakati tunatafuta nani tuaje kufanyia kanisa, tunatafutana mpaka tuitiane na filimbi. Kuna wakati mwingine mpaka watumishi waseme na kulia machozi. Kumbe ungejua nini unatengeneza ndani yako katika ulimwengu wa maisha ya jana, usingeangalia. Bwana Yesu asifiwe. Dhamira ya ndani. Jambo la tatu, chini ya. Kigezo cha tatu, ukitaka kumtafuta Mungu, kubali kuwa chini ya. Kigezo cha tatu kinaitwa chini ya. Uzia alitia nia na alimtafuta Mungu chini ya Zekaria ambaye alikuwa na fahamu katika maono ya Mungu. Mlezi wa vijana, punga mkono pale ulipo. Mungu akubariki. Kubali kuwa chini ya. Mtaweka mfano wa kawaida kabisa. Leo wewe ndio unataka kuanza kushona nguo za kike, uwe fundi wa kutengeneza nguo za kike na kuuza vizuri. Kuna watu walishatengeneza nguo za kike za mishono tofauti tofauti na wako kwenye mauzo mbali zaidi yako. Kuna kesi inakusumbua leo hii, yaani ndio unaenda mahakamani kwa mara ya kwanza kuhangaika na kesi fulani. Inawezekana ni eneo la ardhi unahangaika nayo. Kesi kama hiyo ulionayo wewe leo, kuna mtu alishakuwa na kesi kama hiyo zamani na alipita leo hii. Naongea, kuna mtu leo hii anasoma certificate, kuna mtu anasoma form 4, kuna mtu anasoma form 5. Kuna watu walishasoma form 5 zamani. Kubali kuwa chini ya. Unataka kuuza vitumbua, kubali kuwa chini anayeuza vitumbua ambaye tayari ameshakusini. Jifunze kwake rabasia. Naongelea kama unatamani kuvuka sehemu fulani, lazima ukubali kuwa chini ya mtu fulani, maana katikati ya hao Mungu alishaachilia maarifa ya utangulizi. Katikati yao ndiko utakapokutana na Mungu atakaye kuongoza na kukupusha kwenye nuru ya mafanikio unayotaka kuivuka wewe. Kuna sehemu utahitaji uvuke na usogee, usije ukategemea atashuka kutoka mbinguni aje akushike mkono akuonyeshe koroga unga namna hii, tena weka mafuta hivi upige vitumbua. Rahasha. Kuna watu walishawachilia, wako duniani wanajua kupika unachopika. Kubali kuwa chini ya mtu fulani ili ujifunze. Kubali kuwa chini ya mtu fulani unyenyekee. Hapo utampokea tena. Kubali naongelea kubali. Usijifanye mjuaji. Uzia chini ya miaka 16 alichaguliwa kuwa mfalme, akakubali kuwa chini ya Zekaria, na kwa kufanya hivyo
Biblia inaniambia Uzia aliongoza kwa miaka 52. Bwana Yesu asifiwe. Ukitaka kwenda kuvuka, usikubali kuwa mwenyewe. Kubali kujifunza kila siku. Jambo la 4, kigezo cha 4 cha kutafuta Mungu: muda na umri ni vitu viwili tofauti. Biblia inaonyesha Uzia alimtafuta Mungu kwa muda mrefu, toka miaka 16. Tunaambiwa alimtafuta Mungu katika ufalme ambao alihudumu kwa miaka 52. Naongelea mtu ambaye ana shida au anahitaji Mungu awe upande wake kila iitwapo leo. Hatachoka kusimama na kuomba, hatachoka kusimama na kuja kutumika madhabahuni. Haijalishi ni jana, ni leo, ni juzi, haijalishi ni Ijumaa tulikuwa hapa mkesha, hata tukisema tunarudia na leo mkesha, atakuwa tayari mahali hapa. Hata nikisema tena mwezi wa 5 tutakuwa na mkesha mahali hapa, atakuwa tayari. Na mwezi wa 6 nikisema tena atakuwa tayari. Kwa nini? Kwa sababu anajua muda wa kupokea. Usimkadirie Mungu kwamba nilisali Jumapili na Jumapili inatosha. Ni maisha ya kila siku. Kigezo cha mwisho unapotafuta Mungu, kigezo cha mwisho ni kumpata Mungu. Unapomtafuta Mungu, kigezo cha mwisho ni kumpata Mungu. Kwa nini hujasema kupata nuru? Kwa nini hujasema kupata mafanikio? Kwa nini hujasema kumpata Mungu? Kitabu cha Mathayo 6:33, Biblia huwa inanikumbusha, utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake. Ni ufalme wake kwanza na haki yake, na hayo mengine ni ziada, mtazidishiwa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wanapiga magoti, wanalia mbele za Mungu kumtafuta Mungu awape kazi na hawajampata Mungu. Kuna watu wanalia kwa ajili ya ndoa, lakini bado hawajampata Mungu. Yaani hatua yako ya kwanza iwe ni wewe kung'ang'ana na Mungu. Kwa tunaposema tunahitaji vijana wa leo waliokombolewa na Yesu, ambao ndio kanisa la leo na kesho, manake cha kwanza lazima wamtafute Mungu, na wakimpata Mungu hayo mengine yote watazidishiwa. Tulikuwa tunatumika kiasi kwamba kuna wakati nilikuwa naona kabisa na sauti imekauka, lakini nilikuwa nazidi, ikifika Ijumaa nitaulizia tena wapi kuna mkesha, naenda nimeweka maagano. Nimefanya hivi, nimemaliza Biblia kwanza, nimemaliza masters, na mwaka huu mwezi wa kwanza tarehe 27 nilikuwa naenda kusoma PhD. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza usielewe kwa akili ya kawaida. Kuna mtu anaweza kukuuliza, unawezaje pia kujigawa majukumu ulionayo? Ni kwa neema tu, na ndio maana nimekwambia kuna wakati nahitajika ofisi fulani naenda na hudumu, na kuna wakati nainuka naenda nafanya sehemu fulani, lakini vyote sio kwa sababu nina uwezo au nina elimu kiasi fulani. No, naongelea neema ya Mungu iliyo ndani yetu inatutendea. Neema ya Mungu. Mimi nimearrange ndoa yangu. Wangapi wanamfahamu Anodi? Mtumishi Anodi, tunasali naye Tandika. Nimearrange ndoa yangu nikiwa Ethiopia kwenye vitu fulani na vifanya. Yaani nilikuwa huko masomoni nafanya vitu fulani huko, na nikasema imeshafika wakati wa mimi kuoa. Kwa niliarrange vitu online. Kuna watu walianza kufanya vikao, kwa sababu kuna watu wanamfahamu mtumishi wa Mungu Lawrence yupo, na tumetumika naye kwenye baadhi ya maeneo. Maana yangu ni kwamba kwa sababu tulikubali kwa chini ya, kuna wakati ukisema jamani, nina jambo langu 1 2 3, hawatachoka kuinuka kukutegemeza. Kuna wakati utasema jamani, nimekwama sukari tu, hawatachoka kuinuka kukupatia na majani ya chai. Kuna wakati utasema raka sia, mimi sina elimu fulani, lakini nahitaji kufanya
Usiweke kiburi mbele za Mungu. Naendelea kumtafuta Mungu. Nimewaandikia vijana kwa sababu mnazo nguvu. Biblia ndio inatukumbusha. Bwana Yesu asifiwe. Tumeandikiwa vijana kwa sababu tunazo nguvu. Naenda kumaliza somo letu. Nisiwe msemaji sana. Tunamaliza na unawezaje sasa kumtafuta Mungu? Nimekupa vigezo hivyo. Sasa nataka ukamtafute Mungu aonekane kwako. Unalia kwa habari ya watoto kwenye familia. Unawezaje kwenda kulia na Mungu aonekane kwenye familia? Unalia kwa habari ya biashara. Mungu atawezaje kuonekana hapa? Vijana tuko hapa tunalia kwa habari ya elimu. Utawezaje kumwambia Mungu kila ninapovuka nahitaji niwe na ufaulu mzuri? Kila ninaposogea nahitaji nifanye hivi. Utawezaje? Bwana Yesu asifiwe. Njia ya kwanza ni kuishi maisha ya uchaji. Kuishi maisha ya kumcha Mungu kila siku. Uchaji, kumcha Mungu kila itwapo leo. Isaya 58, kitabu kile cha Isaya 58 mstari ule wa 7. Dakika zetu zimeyoyoma, tukimbie tumalize hapa. Isaya 58, fungua na mimi Isaya hapa 58. Isaya 58 mstari ule wa 7. Biblia inasema maneno haya: je, sio kuwagawia wenye njaa chakula chako na kuwaleta maskini waliotupwa nje nyumbani kwako? Umonapo mtu aliye uchi umvike nguo, wala usijifiche na mtu mwenye damu mmoja nawe. Mstari wa 8, kwa haya ulioulizwa ndipo nuru yako itakapokupambazuka kama asubuhi, na afya yako itatokelea mana, na haki yako itakutangulia, na utukufu wa Bwana utakufuata nyuma ukulinde, na utukufu wa Bwana utakufuata nyuma ukulinde. Mstari ule wa 9 anasema ndipo utaita na Bwana ataitika, ndipo utalia naye atasema mimi hapa. Kama ukiondoa nila isiwepo kati yako, wala kunyosha kidole, wala kunena maovu. Bwana Yesu asifiwe. Ukiendelea kusoma huko mbele utaona Mungu anayasema maisha ya uchaji, kumcha Mungu, kuwapendeza wanadamu na Mungu. Leo hii tuna vijana ambao imefika wakati anahitaji kuolewa na mzazi wake tu. Leo hii kuna vijana ambao akitoka kanisani hahitaji tena kuonekanika kama mtumishi. Yaani manake uko nje atakavyoonekanika, muonekano wake ni kigezo kabisa kwamba mtu hata akimwona pale akisema huyu ni mwite kwenye interview hawezi kupata kazi. Na maanisha kuna vijana wanabehave vizuri tunapokuwa nao Jumapili tu, wakati wametoka maeneo ya kanisa, mionekano yao, mienendo yao haisadiki. Mapenzi ya Mungu. Sasa kumcha Mungu sio Jumapili. Kumcha Mungu sio siku tunayoitana kwenye semina au mikesha. Ni maisha ya kila siku. Na anasema kwa kufanya hivyo mlie muone kama sita. Sema mimi hapa. Ndio wakati ambao anasema ulie mbele zangu na useme Mungu nina mitihani ya form 6 uone kama hata kufanikisha. Ndio wakati ambao ukisema anasogea mbele za Mungu ulie kwa habari ya wateja kwenye biashara yako. Ndio wakati atakao kuvusha. Ndio wakati ambao utasema Mungu niinulie watu wa kunivusha sehemu fulani. Ndio wakati ambao utakuvusha kama unaishi maisha ya kumcha Mungu. Mtumishi anatusema sikusema, ila kama ninakuhusu utaona ninakuua. Maana yangu ni kwamba tupo ili tukumbushane, tupone. Safari ya kwenda mbinguni ya kwetu wote. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo lazima tuishi maisha ya uchaji. Kuna wahitaji tuko nao. Kama ni kweli una nguo 5 6 na una jirani yako ambaye unaona kabisa imefika wakati hana hata nguo ya
Ishi maisha ya kumpendeza Mungu, uchaji kila itwapo leo. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa kufanya hivyo tutampata Mungu. Amesema ukifanya hayo, mkiwasaidia wahitaji, msipoyaishi maovu, niite muone, mnitafute muone kama sitaonekana. Nakupa ushuhuda mwingine. Kuna mtu alikuwa anakaa mnazi mmoja, kilema fulani, mnazi mmoja pale Mataa. Kuna dustbin moja kubwa kwa wale waliopita pita mnazi mmoja. Kuna mtu fulani alikuwa mnazi mmoja pale Mataa, kwenye dustbin moja kubwa, ilikuwa kama ya kijani. Alikuwa anakaa hapo pembeni, miguu yake ni mibovu, ana nywele kama rasta. Mimi nilikuwa kila Ijumaa nikipita pale, ninapotoka kwenye ratiba zangu chuoni, nilikuwa napita pale kutoa sadaka nilichonacho mfukoni. Kwa sababu siku ya Ijumaa mara nyingi kulikuwa na foleni kule mjini. Nilikuwa natembea kutoka ninakotoka, nikipita pale nilikuwa nasema Mungu, hichi nilichonacho leo ni sadaka yangu tena kwake. Haijalishi ni shilingi 100, 500, 1000, 2000. Hii ninaitoa unikumbuke kwenye safari zangu zijazo. Bwana Yesu asifiwe. Niliwahi kutembea na maisha ya namna ile nikiwa na mstari, nakumbuka ilikuwa ni Warumi 8:31 kipindi fulani. Na nikafanikiwa. Nikaendelea na ratiba zangu za masomo vizuri. Na nikafanikiwa kuchaguliwa kuwa katibu kwenye empowerment ya maritime inayotusaidia kwenye wizara ya uchukuzi. Siongelei elimu, neema. Yaani kuna watu wanaweza kawa wana elimu kama wewe. Kuna watu wanaweza wakawa wako weupe kama wewe, wana rasta kama wewe. Lakini ukienda maeneo fulani hawatakuita, watamuita yeye. Neema. Sasa neema ya Mungu haitengenezwi kiholela, ni maisha ya kila siku ya kumcha Mungu. Jambo la pili, tunawezaje kumpata Mungu? Ili sitalisema sana kwa sababu ni maisha ya kila siku. Njia ya maombi huwa naita master key. Kwa hiyo kwa njia ya maombi tunaweza tukampata Mungu. Bwana usikiliza maombi, tena usikiliza maombi ya wenye dhambi. Yaani haijalishi umemkosea Mungu kiasi gani, anasikiliza maombi. Kitabu kile cha Petro wa kwanza 3:12 utasoma utakapopata muda. Kitabu cha Petro wa kwanza, kitabu kile cha Petro wa kwanza utasoma kwa muda wako. Petro wa kwanza 3:12. Mungu anasikiliza maombi hata ya sisi ambao tunamkosea. Na ndio maana Daudi alijua haya mapema. Ukisoma kitabu cha Zaburi 130 mstari ule wa 3 anasema kama Mungu angehesabu makosa, ni nani angesimama? Na ukishuka mstari wa 4 anasema kwako kuna msamaha ili wewe uogope. Yaani maana yake kwa Mungu haijalishi jana jioni ulifanya nini, ukirudi kusema Mungu ni rehema, niko tayari kutumika, atakuinua. Maisha ya maombi. Kuna mtumishi hapa anasema kuna maombi ya saa 9 usiku, ya saa 8, sijui ya saa ngapi. Sijui kama tuna participate. Tena maombi hayo ambayo yana maagano ndani yake. Ungejua maagano wanayoweka watu, mapatano huwa yana nguvu ya ziada kuliko hata maombi ambayo unaweza kusimama peke yako. Kuna wakati utakuwa umechoka, utahitaji watu wa kukutengeneza kama ilivyokuwa kwa Musa. Bwana Yesu asifiwe. Maombi utasoma. Kwa ukitaka kumpata Mungu, sitegemei vijana mtakuwa wavivu kwenye maombi. Tunahitaji kuvuka, kusogea, lazima tukubali kuomba. Tena ikiwezekana wakati fulani unapokutana kwenye mazoezi ya kwaya, wakeni hata ratiba. Leo utafungua kaka, utaomba. Leo tunapofunga utatuombea kwa habari ya hatima. Chagua pale ombi kwamba tunakuja kumwimbia Mungu, lakini leo tunasema Mungu, kwenye maombi haya tunayoshiriki uimbaji wa leo, tunaomba kuombea hatima zetu. Kwa hiyo dada fulani, siku ya Alhamisi tukija kwenye maombi utatuombea kuhusu hatima, na muweke nia, Mungu anafanya. Maombi. Jambo la tatu, ili mara nyingi watumishi huwa hawasemi. Kwa hiyo kwenye kitabu nitakachotoa nimedhamiria kuliongea hili kwa sababu ni la muhimu zaidi. Njia ya kumtafuta Mungu kupitia watu.
Mungu anapatikana kwa watu. Kuna mtu amekaa kwenye daladala na Mungu ameenda mpaka anashuka, amevaa tu anasikiliza nyimbo mpaka anashuka. Kumbe Mungu alikuja pale kumwambia, sasa wewe leo hii utanikabidhi CD zako. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu mnapishana nao maeneo, hata msalimiani nao. Kuna watu mnapishana nao maeneo, hamtaki kuchangamana nao. Mnajiona ninyi ni watu fulani kama kisiwa umejitenga. Kumbe Mungu anakuja kupitia watu. Utanielewa mpendwa? Yesu alipokuja duniani alijua itafika wakati ataondoka. Hakuwa na sababu ya kuhudumu peke yake wakati wote. Cha kwanza alitengeneza timu ya watu 12. Kwanza aliandaa watu, na hata alipoondoka aliwaacha watu ili kuwasaidia watu. Mtumishi anasema kitu gani? Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtumishi anaitwa Towashi kwenye Biblia. Fungua kitabu cha Matendo 8. Matendo 8. Muujiza wako uko hapa. Matendo 8:25. Matendo 8:25. Matendo 8:25. Towashi alimhitaji Filipo ili amwone Mungu kwenye kile alichokuwa anapitia. Bwana Yesu asifiwe. Nasoma kwa haraka. Nao walipokwisha kushuhudia na kulihubiri neno la Bwana, wakarudi Yerusalemu, wakaihubiri Injili katika vijiji vingi na Wasamaria. Malaika wa Bwana akasema na Filipo akawaambia, ondoka ukaende upande wa kusini hata njia ile iteremkayo kutoka Yerusalemu kwenda Gaza, nayo ni jangwa. Naye akaondoka akaenda mara akamwona mtumishi Kushi Towashi, mwenye mamlaka chini ya kakake malkia wa Kushi, aliyeweka chini ya hasira yake yote, naye alikuwa amekwenda Yerusalemu kuabudu. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma hii historia zaidi utaona Towashi wakati yuko kwenye usafiri alikuwa anasoma kitabu cha nabii, na kuna maandiko ambayo halikuwa hayaelewi na ni mafunuo ya Mungu. Kwa hiyo wakati anaendelea kusoma, Mungu alimwandaa Filipo huko alikokuwa, alimwambia toka na uelekee huko. Naongea na mtu ambaye aliambiwa toka huko uliko uende Kiwalani kesho au kesho kutwa, ili ukifika pale ukakutane labda na mwenyekiti wa umoja wa vijana. Kupitia huyo mwenyekiti wa umoja wa vijana mwambie neno hili litawaponya watu fulani wako pale. Ukisoma kitabu chako vizuri, Biblia inatuambia Filipo alipomsogelea Towashi kuna maneno akamwambia, ni nini unapitia? Akasema kuna maneno nasoma hapa kwenye hichi kitabu, lakini stili bado sioni mwangaza wala mbele. Na ndipo Filipo alipomtafsiria maana ya kile ambacho unabii ulikuwepo kwenye kile kitabu. Na hata baada ya hayo yote kutendeka, malaika alikuja akamwambia kwa Filipo. Bwana Yesu asifiwe. Towashi alimhitaji Filipo. Mfano wa kwanza, Sauli alimhitaji Anania ili apone. Utasoma kwa muda wako Matendo ya Mitume 9:17. Sauli alikuwa anafanya maovu, alikuwa anafanya uuaji. Ilifika wakati anajiandaa kwenda kufanya uharibifu tena sehemu nyingine, Mungu alimpiga upofu njiani. Lakini baada ya kumpiga upofu njiani, Mungu alimwambia mtumishi Anania, inuka na uelekee kwenye nyumba ya Yuda, maana kule kuna mtumishi Sauli, nami nimemwandaa tayari kuwa sehemu ya watumishi wako, nenda kamtii. Kwa Mungu alimpiga upofu Sauli, alafu akamwandaa Anania ili akamtoe upofu, ili Sauli aje kutumika kwa Mungu. Naongea kuna mtu ambaye Mungu mwenyewe alizuia biashara yako usipate wateja, ili urudi pale ukumbuke kuna fungu la 10. Then baada ya kukumbuka kwamba kuna Mungu, baada ya hapo ufanikiwe.
anaruhusu ufeli hapo ili uje ufanikiwe sehemu fulani unayotaka yeye. Kuna wakati Mungu anaruhusu ufukuzwe kazi kwenye eneo lilopo, kwa sababu anajua kabisa kupitia hapo kuna sehemu utavuka. Bwana Yesu asifiwe. Sasa vijana tulio wengi tumekuwa tunajisahau, iwe ni kwenye masomo, iwe ni kwenye nini, tunajisahau. Tunamhitaji Mungu kupitia watu ili tuvuke. Kornelio alimhitaji Petro ili amuone Mungu. Kornelio alimhitaji Petro ili amuone Mungu. Na mwisho Apolo alimhitaji Priscilla na Akila ili amuone Mungu. Matendo ya Mitume 18. Matendo ya Mitume 18:24. Naenda kumalizia hapa. Matendo ya Mitume 18:24. Basi Myahudi mmoja jina lake Apolo, mzaliwa wa Iskandaria, mtu wa elimu, akafika Efeso, naye alikuwa hodari katika maandiko. Alikuwa hodari hata kwenye hicho unachofanya wewe leo. Kama ndio unauza hiyo biashara, sijui ni ya nini, wapo walio hodari zaidi ya hicho unachokifanya. Unajiona kabisa unashona suti za watu vizuri. Ndio, unashona suti vizuri, unajiona uko hodari, lakini sikiliza Biblia inavyokuambia. Huyu Apolo alikuwa ni hodari wa maandiko. Mstari wa 25, mtu huyo alikuwa amefundishwa njia ya Bwana, na kwa kuwa roho yake ilikuwa ikimwaka, akianza kunena na kufundisha kwa usahihi. Yaani sio tu amejawa na neno, na anafundisha kwa usahihi habari za Yesu. Alianza kufundisha kwa usahihi habari za Yesu, naye alijua ubatizo wa Yohana tu. Mstari wa 26, akaanza kunena kwa ujasiri katika masinagogi. Hata Priscilla na Akila walipomsikia, wakamchukua kwao, wakamweleza njia ya Bwana kwa usahihi zaidi. Unajua kuimba kijana, wewe ni solo mzuri, kubali. Unapoambiwa hapo umeimba off key, hapo unahitaji kufanya hivi, hapo unahitaji kuweka namna hii, usifanye mjuaji. Naongelea Apolo alikuwa hodari wa maneno ya Mungu. Kuna wazazi tuko hapa, ni kweli tunamfahamu Mungu vizuri, lakini inafika wakati tunaposema tuna shida na vijana kwenye 1, 2, 3, na wazazi nao tumekuwa sababu au vikwazo kuwazuia hatua za maongezeko vijana tulionao. Leo kuna semina ya wanawake, vijana tunahitajika. Mzazi anasema hapana, kwa nini semina imekuwa leo siku fulani? Hapana, leo nenda tuition ya kitu fulani. Leo bwana ni morning glory. Hapana, hakuna kwenda morning glory, leo tabaki na mtoto. Ni kweli unalijua neno la Mungu, yakini mzee wa kanisa kabisa, lakini inapofika wakati wa Mungu tukubali kunyenyekea na kuwa chini yake, kwa sababu kuna vitu tutajifunza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kila mmoja na apokee yule ambaye amekusudia, connection yako ambayo Mungu amekusudia kwa ajili yako. Kuna mtu ambaye anamhitaji Priscilla na Akila wake kwenye shule. Kuna mtu anamhitaji Priscilla na Akila wake kwenye ndoa. Kuna mtu anamhitaji Priscilla. Kuna mtu anamhitaji Priscilla na Akila kwenye familia yako. Na Mungu akuangazie ukakutane na watu sahihi watakao kuvusha, akukutanishe na watu sahihi waliobeba hatima yako, akuinulie njia za watu sahihi ambao wamebeba hatima yako. Kama ni habari ya uzao, basi Mungu akuinulie watu ambao wamebeba majibu ya hilo unalohangaika nalo kwa muda mrefu. Simama na umshangilie Yesu kwa makofi mengi mengi. Simama na uadhimishe Mungu kwa makofi mengi mengi. Simama na uadhimishe Mungu kwa makofi mengi mengi. Simama na uadhimishe Mungu kwa makofi mengi mengi. Bwana Yesu asifiwe. Mwenyekiti aliniambia tulikuwa na hili somo linalotuongoza, kitabu cha Danieli 9:22.
Na katika mambo ambayo nilikusudia kuyasema, mojawapo lilikuwa ni linahusu Danieli, na ilikuwa ni miongoni mwa mambo yangu machache niliyokusudia kusema Mungu aliponipa nafasi ya kusimama. Kitabu cha Danieli, ukisoma kitabu cha Danieli 9, yaani Mungu alivyoajabu. Somo langu lilikuwa linaongelea Danieli 9. Hapo nilikuwa naanzia hapo, lakini na mtumishi wa Mungu ameniambia tulikuwa tuna neno la mahubiri la Danieli 9:22. Nini maana yake? Ukienda Danieli kule 22 tunaongelea baada ya njozi na maono ya Danieli, kuna vitu Mungu alimsemesha, lakini mimi nimerudi hapa nyuma kabisa. Danieli 9:2 kuna somo liliweka hapa. Biblia inasema Danieli kwa kuvisoma vitabu vingi aliweza kujua unabii uliokuwa umewekwa, ambao uliweka giza kwa watu wa Israeli kuhusu kwenda utumwani. Kwa kusoma Biblia kuna maarifa mtumishi wa Mungu Danieli anakutana naye kuhusiana na giza lililowekwa kwa watu wa Israeli kuhusu kuwa utumwani miaka 70. Leo iko kusoma tu Biblia, kuna mtu mmoja yuko Kiwalani atapata majibu ya swala la usawa nalo angekaa nalo kwa muda mrefu, kwa sababu wapo walikuwepo wakina Sara kwenye Biblia, tulikuwa nao walilia kama wewe. Kuna watu walikuwa ni viwete, ni visiwi. Kwa kusoma Biblia, kwa kusoma vitabu vya neno, kwa kusoma maandiko yanayoandikwa na watumishi tofauti tofauti, kuna maono ambayo Mungu anaachilia. Na Mungu ametuinua vijana kutufanya kichwa na si mkia. Maana yake ni kwamba kuna maarifa unatakiwa kuwa nayo. Ili uwe kichwa, kuna maarifa unahitaji. Kwa tunahitaji kwenda kumsihi Mungu. Tunapohitaji kumtafuta Mungu atuonekanie, tukawatengeneze pia na vijana tulionao, vijana ambao ndio taifa letu la kesho, kanisa letu la kesho, viongozi wetu wa kesho, wakabebe maono ambayo